Taasisi za utafiti na vyuo vya elimu ya juu, endelezeni tafiti katika masuala ya lishe pamoja na kuhakikisha ripoti za tafiti hizo zinatumika kuboresha sera na mikakati yetu. Wizara na taasisi zote za umma na binafsi zitenge rasilimali za kutosha kwa ajili ya afua za lishe na kuziweka katika mipango yao ya kila mwaka ili kuongeza uwajibikaji na uendelevu katika kutekeleza mipango iliyopangwa. Wizara zote za kisekta, shirikianeni na wadau kuendeleza mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji na ufuatiliaji wa taarifa za lishe kwa wakati, ili mifumo hiyo iweze kusomana kwa lengo la kupata taarifa ya papo kwa papo. Unapotaka kujua wizara hii imeweka sera ipi kwenye lishe, ukiingia kwenye mfumo wanakupa taarifa, na wewe wao ukitaka taarifa kwako unapata taarifa. Kwa hiyo imarisheni sasa mifumo ya kidijitali ili ukusanyaji na upatikanaji wa taarifa zinazohusu lishe iwe rahisi kwa wadau wote. Na sisi tumeshuhudia katika nyakati tofauti tofauti serikali zetu zikiongeza ushirikiano na wadau, kuimarisha budget, lakini kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na kuhamasisha afua za lishe kuanzia ngazi ya taifa mpaka vijijini. Kipekee nataka nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kuwa kinara mapambano dhidi ya utapiamlo. Kama Watanzania tuna kila sababu ya kumpongeza kwa kupokea tuzo ya Global Goalkeeper kutoka taasisi ya Gates Foundation. Tuzo hii ilithibitisha uongozi wake mahiri katika kupunguza vifo vya wajawazito na watoto. Tuzo hii pia imetambua mchango wake mkubwa katika kusukuma mbele malengo endelevu ya maendeleo endelevu, hususan kwenye afya ya mama, mtoto na lishe. Hakika huu ni ushahidi wa dunia kutambua uongozi imara wa rais wetu katika kujenga jamii yenye maarifa na ustawi. Kwa napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji na kuhakikisha rasilimali za kutosha ili kuendeleza kazi njema ambayo anaifanya yeye Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote. Nafasi yetu sisi kama wataalamu, washikadau ni kuendeleza na kushauri serikali katika kuboresha mifumo, sera, lakini pia sheria na kanuni zinazokwenda kuongoza kwenda kupunguza matatizo ya kiafya ambayo yanatokana na kukosekana kwa lishe. Tunatambua lishe si swala la kiafya pekee, bali ni nguzo ya maendeleo ya rasilimali watu, uchumi na jamii. Ndio maana lishe tumeipa kipaumbele cha kitaifa na kuijumuisha katika ilani ya uchaguzi ya CCM itakayoanza kutumika mwaka huu 2025 mpaka 2030, na imetamkwa pia kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Nchi yetu imeshapiga hatua kubwa sana katika kupunguza changamoto za utapiamlo kwa baadhi ya viashiria. Kiwango cha udumavu miongoni mwa watoto walio chini ya umri chini ya miaka 15 kimeshuka sana kutoka 48% mwaka 1992 hadi 30% kwa mwaka 2022. Lakini vile vile kiwango cha ukondefu miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 5 kimepungua kutoka 5% mwaka 1992 hadi 3.2% mwaka 2022. Na kiwango cha uzito uliozidi na uzito kupita kiasi inaitwa kiribatumbo kimekuwa kikiongezeka hasa miongoni mwa wakina mama wenye umri wa kuzaa, ambapo viwango viliongezeka kutoka 28% mwaka 2015 hadi 37% mwaka 2022. Changamoto hii inaakisi mabadiliko ya ulaji na mtindo wa maisha ulioikumba sio tu Tanzania bali dunia nzima. Kusudio kubwa la kukutana katika ukumbi huu leo ni kuonyesha pia nia ya serikali kupitia ofisi yako Waziri Mkuu kuwa tutaendelea kuhakikisha wadau wa sekta zote zilizoainishwa katika mpango jumuishi wa masuala ya lishe wanaendelea kutekeleza majukumu yao,
Lakini pia wizara zote zinaingiza masuala ya lishe katika mipango ya kibajeti kila mwaka. Aidha, ofisi ya waziri mkuu itaendelea kuratibu, kufuatilia na kutathmini kwa pamoja na kuhakikisha kuwa mara kwa mara tunawakutanisha wadau kujadili maendeleo ya afya ya lishe nchini. Serikali pamoja na wadau wa lishe nchini tutaendelea kutoa elimu ya umma kupitia vyombo vya habari, na katika mwaka huu ofisi ya waziri mkuu itatekeleza jukumu la uratibu wa kitaifa kwa masuala ya lishe, na likifanikiwa kukamilisha zoezi la mapitio ya utekelezaji wa mpango wetu jumuishi wa lishe. Ofisi ya waziri mkuu katika utekelezaji wa jukumu la uratibu wa kitaifa katika masuala ya lishe limefanikisha kukamilisha zoezi la utafiti wa gharama za utapiamlo. Lengo la utafiti huu ni kubainisha gharama na athari za utapiamlo katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Matokeo ya utafiti huo yatatumika kama nyenzo muhimu ya uhamasishaji wa viongozi wa juu wa serikali na watunga sera kupitia majukwaa mbalimbali ili kuchangia hatua zaidi katika mapambano ya kutokomeza utapiamlo hasa kwa watoto.